mbili. Moja mbili. Moja mbili. Moja mbili. Mwambie na mic test, mic test. Mwambie na amio. Mic test. Inakuja mic test. Sasa watu wana test kutoka. Hapo safi mzigo. Stand by. Kwa dakika moja. Baada ya dakika moja tunaanza matangazo kwa wote. Baada ya dakika moja tunaanza matangazo kwa wote. Nakuhesabia. Kaka msigo moja. Mbili. Habari za asubuhi, mtazamaji wa matangazo haya kutoka Ikulu, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais. Naitwa Gerson Msigwa kwa niaba ya timu nzima ya Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu. Tunakukaribisha katika matangazo ya kikao cha kwanza cha Baraza la Mawaziri ambacho leo kinafanyika baada ya serikali ya awamu ya 5 kuingia katika kipindi chake cha pili cha uongozi wa nchi yetu ya Tanzania. Kikao hiki cha Baraza la Mawaziri kinafanyika hapa jijini Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Kinafanyika wakati ambapo Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri, atakapoongoza kikao hiki kitakachowajumuisha waheshimiwa mawaziri wote, waheshimiwa naibu mawaziri na baadhi ya wajumbe wa kudumu wa Baraza la Mawaziri katika nchi yetu hii ya Tanzania. Nikujulishe tu kwamba katika kikao hiki pia anahudhuria Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mjumbe, lakini pia atakuwepo Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mjumbe. Hali kadhalika kutakuwa na mjumbe mwingine mmoja ambaye hii leo tutashuhudia akiapishwa kuwa mjumbe wa kikao cha Baraza la Mawaziri. Lakini pamoja nao watakuwepo waheshimiwa mawaziri wote ambao Mheshimiwa Rais Magufuli amewateua hivi karibuni kuongoza wizara mbalimbali. Na kwa kikao hiki cha kipekee kabisa hii leo pia watakuwepo waheshimiwa naibu mawaziri ambao pia wanahudhuria kikao hiki kwa mara ya kwanza, ambapo bila shaka kutakuwa na maelekezo mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuletea matangazo haya mpaka wakati ambapo shughuli za awali kabisa za kikao hiki cha Baraza la Mawaziri zitakuwa zikimalizika, na nikujulishe kwamba hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa kikao cha Baraza la Mawaziri kwa nchi yetu hii ya Tanzania kurushwa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari vya redio na televisheni. Kwa hivyo ni tukio la kihistoria na ni namna ya pekee kabisa ambayo wewe Mtanzania unaona shughuli zinazofanywa na moja ya vyombo vikubwa na muhimu katika nchi yetu katika suala la utoaji wa maamuzi. Kwa wale ambao pengine wangehitaji kupata maelezo kidogo, ni kwamba katika Baraza la Mawaziri ndipo ambapo mahali maamuzi makubwa ya kiserikali yanafanyika, na baada ya hapo yanakwenda kwenye utekelezaji ama yanakwenda bungeni kwa ajili ya kufanyiwa maamuzi na hatua nyingine za kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo hiki ni kikao kikubwa ambacho kwa kawaida miradi iwe mikubwa, maamuzi makubwa ya nchi yanapita hapa, mahitaji ya nchi na vitu vingine vingi vinafanyika hapa, na baada ya hapo vinakwenda kwenye utekelezaji kupitia taasisi na vyombo mbalimbali vya kiserikali. Labda wakati tunasubiri sasa, nikijaribu kuangalia kule ndani, naona tayari waheshimiwa mawaziri wameshaketi katika viti vyao tayari kwa kuanza kikao hiki. Ni waheshimiwa mawaziri pamoja na naibu mawaziri, na hivi ninavyozungumza nanyi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ndio anaingia hapo ukumbini, na baada ya hapo tutashuhudia Mheshimiwa Kassim Majaliwa, na bila shaka yuko ndani tayari, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya hapo ataingia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mjumbe, na baada ya hapo
ataingia mwenyekiti wa kikao hiki ambaye ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda mtazamaji na msikilizaji wa matangazo haya kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, wakati tukimsubiri Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, ni kujulishe mawaziri ambao wanaunda baraza la mawaziri ambao hivi tunavyozungumza tayari wameketi katika viti vyao kwa ajili ya kuanza kikao hiki cha kwanza kabisa cha baraza la mawaziri tangu serikali ya awamu ya 5 iingie madarakani katika kipindi chake cha pili tarehe 5 Novemba mwaka 2020. Mawaziri waliopo, wa kwanza tunaye Mheshimiwa Philip Isdori Mpango. Huyu ni waziri wa fedha na mipango na pia ni mbunge wa Buhigwe kule mkoani Kigoma. Lakini tunaye pia Profesa Palamagamba John Aidan Mwaruko Kabudi. Huyu ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na ni mbunge wa Kilosa. Tunaye pia Captain mstaafu George Huruma Mkuchika. Huyu ni mbunge wa Newala, lakini yeye ni waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Tunaye Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Huyu ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, lakini pia ni mbunge wa Ismani kule mkoani Iringa. Tunaye Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Yeye ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na huyu ni mbunge wa Peramiho kule mkoani Ruvuma. Tunaye humu ndani Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu. Huyu ni mbunge wa Tanga mjini na ni waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Tunaye pia Mheshimiwa Joyce Lazaro Ndalichako. Huyu ni mbunge wa Kasulu na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Seleman Said Jafo. Huyu ni mbunge wa Kisarawe, lakini Kisarawe ni mkoani Pwani, lakini yeye pia ni waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI. Tunaye Mheshimiwa Medad Matogoro Kalemani. Huyu ni mbunge wa Chato mkoani Geita na ni waziri wa nishati. Tunaye Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko. Huyu ni mbunge wa Bukombe na waziri wa madini. Bukombe iko kule mkoani Geita. Tunaye Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa. Huyu ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na huyu ni mbunge wa Karagwe kule mkoani Kagera. Tunaye Mheshimiwa George Simba Chawene. Huyu ni mbunge wa jimbo la Kibakwe mkoani Dodoma na ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Tunaye Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lamek Nchemba Madelu. Huyu ni mbunge wa Iramba Mashariki, lakini ni waziri wa katiba na sheria. Tunaye waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Huyu ni Mheshimiwa Elias John Kwandikwa. Tunaye Mheshimiwa Jumaa Aweso. Huyu ni mbunge wa Pangani kule mkoani Tanga na ni waziri wa maji. Tunaye Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbalo. Huyu ni mbunge wa Songea mjini kule mkoani Ruvuma na waziri wa maliasili na utalii. Humu ndani pia yumo Dr. Faustin Ndugulile. Huyu ni mbunge wa Kigamboni mkoani Dar es Salaam, lakini ni waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Hii ni wizara mpya ambayo Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ameamua kuianzisha katika kipindi chake hiki cha pili baada ya kutambua umuhimu mkubwa wa mawasiliano na teknolojia ya habari na namna vinavyoweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunaye Profesa Adolf Mkenda, ni mbunge wa Rombo mkoani Kilimanjaro, lakini huyu ni waziri wa kilimo. Tunaye Mhandisi Leonard Chamriho. Huyu ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa ujenzi na uchukuzi. Tunaye Profesa Kitila Mkumbo. Huyu ni mbunge wa Ubungo mkoani Dar es Salaam, lakini ni waziri wa nchi, ofisi ya rais, uwekezaji. Tunaye Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima. Yeye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ndiye waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Tunaye Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Huyu ni mbunge wa Maswa Magharibi, lakini ndiye waziri wa mifugo na uvuvi. Tunaye ndugu Godfrey Mwambe, ndugu Geoffrey Mwambe. Huyu ni mbunge wa Masasi mjini na huyu ndiye waziri wa viwanda na biashara. Mtazamaji wa matangazo haya, nikukumbushe tu kwamba
Tupo hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, ambako leo utashuhudia kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri katika serikali ya awamu ya 5 kwenye kipindi chake hiki cha pili kikifanyika hapa, ambapo Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa baraza la mawaziri atakapoongoza kikao hiki hii leo. Nimekutajia orodha ya waheshimiwa mawaziri ambao wapo hapa tayari kwa kikao hiki, na kwa umuhimu wa kikao hiki cha kwanza wapo pia naibu mawaziri, na naomba niwataje hapa ambao wako mundani tayari kwa kushiriki katika kikao hiki cha kwanza kabisa cha baraza la mawaziri. Tunaye Mheshimiwa Dr. Angelina Mabula, huyu ni mbunge wa Ilemela kule Mwanza, lakini ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Tunaye Mheshimiwa William Ole Nasha, mbunge wa Ngorongoro, huyu ni naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Humu ndani yupo pia Mheshimiwa Abdalla Ulega, huyu ni mbunge wa Mkulanga kule Pwani na ndiye naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tunaye Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara, mbunge wa Tarime vijijini, na huyu ni naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Tunaye Mheshimiwa Hussein Bashe, huyu ni mbunge wa Nzega mjini na ndiye naibu waziri wa kilimo. Tunaye Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel, huyu ni mbunge wa Siha na ndiye naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Tunaye Mheshimiwa David Silinde, mbunge wa Tunduma, na huyu ndiye naibu waziri ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI. Tunaye Mheshimiwa Pauline Gekul, huyu ni mbunge wa Babati na naibu waziri wa mifugo na uvuvi. Tunaye Mheshimiwa Patrobas Katambi, huyu ni mbunge wa Shinyanga mjini na ndiye naibu waziri ofisi ya waziri mkuu atakayeshughulikia kazi, vijana na ajira. Tunaye Mheshimiwa Exaud Kagahe, huyu ni mbunge wa Mufindi Kaskazini na ndiye naibu waziri wa viwanda na biashara. Tunaye Hamis, ni mbunge wa Uzini kule Zanzibar na ndiye naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Tunaye humu ndani naibu waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Mwanaidi Hamis, huyu ni mbunge wa viti maalum kutoka Zanzibar na ndiyo kama nilivyosema naibu waziri wa fedha na mipango. Tunaye Mheshimiwa Omar Kipanga, mbunge kutoka Mafia kule na ndiye naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Tunaye Mheshimiwa Dr. Dugange, huyu ni mbunge wa Wanging'ombe na naibu waziri ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tunaye Mheshimiwa Steven Biabato, ni mbunge wa Bukoba mjini na ndiye naibu waziri wa nishati. Halikadhalika tunaye Mheshimiwa Deo Ndejembi, huyu ni mbunge wa Chamwino hapa mkoani Dodoma na ndiye naibu waziri ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Tunaye mhandisi Kundo, huyu ni mbunge wa Bariadi kule na naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Tunaye ndugu Godfrey Kasekenya, yeye ni mbunge wa Ileje na naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi. Tunaye Mheshimiwa Ndelinanga, huyu ni mbunge wa viti maalum, Umi Ndelinanga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu atakayeshughulikia masuala ya wenye ulemavu. Tunaye Mheshimiwa mhandisi Mary Priska Mahundi, huyu ni mbunge wa viti maalum na naibu waziri wa maji. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Mary Francis Masanja, huyu ni naibu waziri wa mali asili na utalii na ni mbunge wa viti maalum. Mtazamaji wa matangazo haya kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, anaingia sasa katika ukumbi huu wa kikao cha baraza la mawaziri ni Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye kama nilivyokueleza pia ni mjumbe wa baraza la mawaziri. Anakuja kuhudhuria kikao hiki cha kwanza kabisa cha baraza la mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kilichoundwa katika serikali ya awamu ya 5 kipindi cha pili baada ya kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais tarehe 5 Novemba mwaka 2020 hapa jijini Dodoma kuiongoza Tanzania kwa kipindi kingine cha miaka 5, na hili ndilo baraza lake la mawaziri. Namwona Mheshimiwa makamu wa rais anaketi tayari kabisa, na atakayefuata hapa bila shaka sasa ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kikao hiki cha baraza la mawaziri. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan sasa anakwenda kuketi katika kiti chake
tayari kabisa kwa kushiriki kikao hiki. Nilikuwa nikikutajia waheshimiwa naibu mawaziri ambao pia wanahudhuria kikao hiki cha kwanza cha leo cha baraza la mawaziri, na mwingine baada ya wale 21 naibu mawaziri niliowataja ni Mheshimiwa Godfrey Mizengo Pinda. Huyu ni mbunge wa Kavuu na ndiye naibu waziri wa katiba na sheria, na pia yupo Profesa Shukran Manya. Huyu ni naibu waziri wa madini na ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji wa matangazo haya kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, hiyo ndio orodha ya waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri ambao leo wanahudhuria kikao hiki hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, kikao ambacho kimeitishwa na mwenyekiti na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Labda nikujulishe kwamba kikao hiki pia huhudhuriwa na wajumbe wengine kulingana na maelekezo na taratibu ambazo zimewekwa zinazoongoza baraza la mawaziri. Utaona humu ndani yupo katibu wa baraza la mawaziri, yumo Engineer John William Kijazi, katibu mkuu kiongozi na ndiye katibu wa baraza la mawaziri, yeye ni mjumbe katika kikao hiki. Lakini pia yupo Profesa Adeladus Kilangi, yeye ni mwanasheria mkuu wa serikali, naye ni mjumbe katika kikao hiki cha baraza la mawaziri na yumo humu ndani tayari amewasili kwa ajili ya kushiriki. Lakini pia yupo Nsubiri Joshua, huyu ni kaimu karani wa baraza la mawaziri, ni moja ya watu ambao wanahakikisha shughuli za baraza la mawaziri zinakwenda vile zinavyotakikana. Unaweza kushuhudia pia sura za wengine, wamo wasaidizi wa viongozi, lakini wamo pia wajumbe ambao wamehudhuria kwa mwaliko. Wanahudhuria kikao hiki kwa mwaliko kulingana na umuhimu wao na ajenda ambazo zinajadiliwa katika baraza la mawaziri. Kwa si ajabu kaona huko humo wasaidizi wa viongozi, baadhi ya maafisa, makatibu wakuu ama wakuu wa taasisi, kulingana na mahitaji ambayo baraza la mawaziri linahitaji uwepo wao kwa ajili ya kufanikisha shughuli mbalimbali za mazungumzo, maamuzi na kupeana taarifa kuhusiana na mambo ambayo yanatakiwa kutolewa maamuzi katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo itakuwa si ajabu kuona baadhi ya watu wengine wakiwemo humo ndani, lakini ujue kwamba hawamo humo kwa bahati mbaya, lakini ni kwa maelekezo na kwa taratibu ambazo zimezingatiwa katika baraza hili la mawaziri. Kwa hivyo mtazamaji, kama ambavyo nimekueleza awali kwamba hiki ni kikao cha kwanza kabisa kinafanyika hii leo hapa jijini Dodoma katika ukumbi huu wa Jakaya Kikwete, na kinafanyika hivi kwa mara ya kwanza pia katika ukumbi huu. Haikuwahi kutokea kufanyika kikao hiki katika ukumbi huu wa Jakaya Kikwete. Ni maelekezo tu ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akitaka anaweza kuamua mahali popote kikao kifanyike na kinaweza kufanyika. Kwa hivyo leo kinafanyika hapa na waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wanapata fursa hiyo ya kuhudhuria kikao hiki kwa ajili ya kushiriki katika jukumu hili zito la kufanya maamuzi. Kama ambavyo utaona hivi ninavyozungumza, waheshimiwa mawaziri wapo katika maandalizi, na wakati wote kuanzia sasa Mheshimiwa Rais atawasili hapo ukumbini tayari kabisa kwa ajili ya kuongoza kikao hiki. Kikao kilichopita unaweza kuona sura za waheshimiwa mawaziri zilikuwa tofauti. Kama ambavyo tulifanyiwa uchambuzi, ni kwamba katika kikao hiki kumekuwa na sura mpya, za waheshimiwa mawaziri ambao wamehudhuria, lakini pia ambao wameteuliwa kuwa wajumbe wa kikao cha baraza la mawaziri. Lakini pamoja na hivyo kuna wabunge wapya ambao wameshinda katika uchaguzi. Kwa hiyo utaona hata katika orodha ya waheshimiwa mawaziri wako waheshimiwa mawaziri ambao walikuwepo katika kikao kilichopita. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mpango, huyu alikuwepo na alikuwa waziri wa fedha, Mheshimiwa Kabudi, Mheshimiwa Mkuchika, Mheshimiwa Rukuvi, Mheshimiwa Mwagama, Mheshimiwa Umi. Lakini pia utakuta zipo pia sura nyingine mpya za waheshimiwa mawaziri ambao wameteuliwa katika baraza hili la mawaziri. Mheshimiwa Ndugulile yeye aliwahi kuwa naibu waziri, lakini safari hii amerudi akiwa waziri. Lakini tunazo sura mpya, kwa mfano Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Huyu hakuwa waziri kabla, alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, na hivi sasa anahudhuria kikao hiki akiwa waziri na ni waziri mpya katika Wizara ya Kilimo. Tunaye Mheshimiwa Leonard Chamriho, huyu ni waziri
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa mbunge, lakini baadaye akateuliwa kuwa waziri. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anazo zile nafasi 10 za kuwateua waheshimiwa wabunge kulingana na matakwa yake na mahitaji yake. Kwa hivyo ilimpendeza amteue Mheshimiwa Chamriho kuwa kwanza mbunge, lakini pili ampe wizara ya ujenzi na uchukuzi ili aweze kuongoza wizara hiyo. Lakini tunaye waziri mpya hapa katika baraza hili, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Yeye ni mbunge wa jimbo la Ubungo, lakini huyu katika baraza la mawaziri lililopita hakuwa waziri. Yeye alikuwa katibu mkuu wa wizara ya maji, lakini wakati huu amekuja kuunda baraza la mawaziri. Lakini pia yuko Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Huyu naye pia hakuwa waziri, lakini safari hii amekuja akiwa ameteuliwa kuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Geoffrey Mwambe. Yeye pia hakuwa waziri. Huyu alikuwa mtendaji mkuu wa Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC, na safari hii ameteuliwa kuwa, kwanza ameshinda kuwa mbunge wa jimbo la Masasi mjini, lakini pili ameteuliwa kuwa waziri wa viwanda na biashara. Kwa hivyo ndio hivyo kwamba katika baraza hili la mawaziri Mheshimiwa Rais ameteua jumla ya mawaziri 21, wakiwemo wale ambao wameteuliwa kwa kipindi cha pili, lakini pia ameteua waheshimiwa naibu mawaziri 23 na naibu mawaziri 23. Hao ndio waliowateua kuunda baraza la mawaziri safari hii, zikiwemo hizo sura mpya za waheshimiwa mawaziri ambao leo nao watakuwa wanahudhuria kikao hiki kwa mara ya kwanza. Na kwa upande wa naibu mawaziri, huko ndio kuna sura nyingi mpya za waheshimiwa naibu mawaziri ambao wameteuliwa katika uteuzi wa Mheshimiwa Rais uliofanyika hivi karibuni. Na labda nikutajie baadhi ya waheshimiwa naibu mawaziri wapya ambao wameteuliwa safari hii. Tunaye Mheshimiwa David Silinde. Mheshimiwa David Silinde yeye ndio ameteuliwa kuwa naibu waziri katika ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Lakini yuko Mheshimiwa Pauline Gekul. Huyu naye ni naibu waziri mpya. Yeye ameteuliwa kuwa naibu waziri katika wizara ya mifugo na uvuvi. Yuko Mheshimiwa Patrobas Katambi, naye ni naibu waziri mpya. Yeye kateuliwa kwenye ofisi ya waziri mkuu atakayeshughulikia kazi, vijana na ajira. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Exaudi Kigae. Yeye ni naibu waziri katika wizara ya viwanda. Huyu naye hakupata kuwepo katika timu ya naibu mawaziri iliyopita. Lakini tunaye Mheshimiwa Hamis. Huyu naye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani. Huyu naye hakuwepo katika timu iliyopita. Yuko Mwanaidi Hamis, naye huyu ni naibu waziri wa fedha na mipango, naye pia hakuwepo katika timu iliyopita. Tunaye Mheshimiwa Dugange. Huyu naye pia hakuwepo katika timu iliyopita. Mheshimiwa Dugange yeye ni naibu waziri atakayekuwa anashughulikia yuko katika ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Bila shaka yeye atapangwa baadaye anakwenda kushughulikia kitengo gani, kwa sababu katika TAMISEMI wako naibu mawaziri wawili. Kwa hiyo Mheshimiwa Festo Dugange yeye atapangwa baadaye pengine katika majukumu yake, na Mheshimiwa waziri ataamuliwa pale yeye afanye majukumu yepi katika TAMISEMI. Lakini pia yuko Mheshimiwa Steven Bebato. Huyu ni naibu waziri wa nishati, naye hakupata kuwepo katika timu iliyopita. Yeye ameteuliwa, ni mbunge wa Bukoba mjini, na ameteuliwa katika timu hii katika manaibu waziri wapya ambao leo watakuwa wakikabidhiwa majukumu yao bila shaka na Mheshimiwa Rais katika kikao hiki cha kwanza kabisa. Lakini pia yuko Mheshimiwa Deo Ndejembi. Huyu ni naibu waziri ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, naye ni naibu waziri mpya, hakuwepo katika timu iliyopita. Lakini pia yuko Mheshimiwa Kundo. Mheshimiwa Kundo yeye naye ni naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, hakuwepo katika timu iliyopita, lakini safari hii Mheshimiwa Rais imempendeza kwamba naye awemo kuunda timu hii ya naibu mawaziri ambao watakuwa wakiwasaidia waheshimiwa mawaziri katika utekelezaji wa majukumu yao mbalimbali. Lakini pamoja na Mheshimiwa Kundo pia ameteuliwa Mheshimiwa Godfrey Kasekenya. Huyu ni mbunge wa Ileje, na yeye kateuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi, hakuwepo katika timu iliyopita. Imempendeza Mheshimiwa Rais aje aungane hapa kwa ajili ya kuja kumsaidia Mheshimiwa waziri wa ujenzi
na uchukuzi katika utekelezaji wa majukumu ya wizara hii ya ujenzi na uchukuzi. Yuko pia Mheshimiwa Umi Ndelinanga, huyu ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu wenye ulemavu, naye kateuliwa katika timu hii mpya, hakupata kuwepo katika timu ya naibu mawaziri iliyopita. Lakini pia yuko Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, huyu ni naibu waziri wa maji, anakwenda kusaidiana na waziri wa maji katika kutekeleza majukumu yake, naye hakupata kuwepo katika timu iliyopita. Yuko pia Mary Francis Masanja, yeye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mali asili na utalii, naye ni naibu waziri mpya, ameteuliwa sasa kuja kusaidiana na Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro kuongoza wizara hii ya mali asili na utalii. Lakini wako pia manaibu waziri wengine wawili ambao hawakupata kuwepo katika timu iliyopita. Yuko naibu waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Godfrey Mizengo Pinda, naye hakupata kuwepo katika timu iliyopita. Huyu ni mbunge wa Kavuu, naye anakuja kuungana na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba katika kuongoza wizara hii ya katiba na sheria. Lakini pia yupo Mheshimiwa Profesa Shukran Imanya, yeye ni naibu waziri wa madini na mtaalamu kabisa katika masuala haya ya madini na viambata vya madini. Kwa hivyo ni mtaalamu ambaye anakwenda kusaidiana na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko katika kuongoza wizara hii ya madini, moja ya wizara ambazo zimefanyiwa kazi kubwa sana na serikali ya awamu ya 5. Kama utakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alishatangaza wazi kwamba atahakikisha anasimamia rasilimali za nchi yetu ya Tanzania, na moja ya rasilimali ambazo zilikuwa hazikupata usimamizi mzuri na hazikupata kuwanufaisha vizuri sana wa Tanzania ilikuwa ni hii ya madini. Kwa hivyo namwona Mheshimiwa Manya hapo, kama unamwona katika televisheni yako, Mheshimiwa Manya huyu ndio naibu waziri aliyeteuliwa katika wizara hii ya madini, akisaidiana na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko kuhakikisha kwamba madini ya nchi yetu hii ya Tanzania yanainufaisha nchi yetu na usimamizi unakuwa mzuri, kwamba Watanzania wanufaike na wawekezaji wanaokuja kuwekeza wao wapate, basi na sisi Watanzania tupate. Itakumbuka wizara hii wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, mapato yake kwa nchi yalikuwa kiasi cha kama shilingi bilioni 168 hivi, lakini baada ya usimamizi makini wa Mheshimiwa Rais, mapato katika wizara hii ya madini yameongezeka mpaka kufikia shilingi bilioni 527, na Mheshimiwa Rais anasema anataka sasa wizara hii ikafanye kazi kubwa zaidi kuhakikisha mapato yanayotokana na madini yanaongezeka maradufu na Watanzania wananufaika zaidi. Naona maandalizi ya kumpokea Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli yanakamilika hapa. Wakati wowote ataingia hapa ukumbini tayari kabisa kwa kuongoza baraza hili la mawaziri katika kikao hiki cha kwanza, ambapo leo tutashuhudia tukio la mmoja kati ya wajumbe wa baraza hili akila kiapo ukumbini hapa na kuwa mjumbe halali wa baraza la mawaziri. Kwa hivyo wakati wowote kuanzia sasa shughuli hii itaanza. Nilikuwa nikikusimulia katika wizara hii ya madini, lakini pia Mheshimiwa Rais amepeleka msisitizo mkubwa sana katika wizara ya maji. Katika wizara ya maji Mheshimiwa Rais anasema kwamba hapendezi kuona Watanzania wanapata shida ya maji. Najua kuna kazi kubwa imefanyika katika kuhakikisha kwamba wizara ya maji inapewa umuhimu wa kipekee, na Watanzania wanaondokana na tatizo la maji. Lakini kazi kubwa imefanyika katika miaka 5 iliyopita. Miradi ya maji mingi imetekelezwa, zaidi ya miradi 1000 imetekelezwa yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1. Unajua hii ni kiasi kikubwa sana cha pesa, lakini Mheshimiwa Rais bado anaona kiu yake, anataka kuona Watanzania hawahangaiki kupata maji kwa ajili ya matumizi yao. Kwa maji yapatikane kila mahali, Watanzania wayatumie maji yakiwa safi na salama, na hii ndio kiu yake. Tumeshuhudia katika wizara hii kwenye miaka 5 iliyopita miradi mikubwa ya maji, mfano mradi wa Nzega, Igunga na Tabora mjini. Mradi mkubwa kabisa umetekelezwa na hivi sasa wananchi katika maeneo hayo hawana tena shida ya maji. Tumeshuhudia katika mkoa wa Arusha mradi mkubwa wa takriban shilingi bilioni 520 ukiwa umetekeleza, na wananchi wa Arusha sasa wana uhakika wa kupata maji mengi kupita hata mahitaji yao. Lakini miradi mingine imetekelezwa kule Kigoma na mingine mingi. Ule mradi wa miji 28 unatekelezwa na Watanzania. Hizi ni lazima watambue kwamba ni juhudi za serikali kuhakikisha
shida hii ya maji ama tatizo la maji linakomeshwa. Kwa bila shaka Mheshimiwa Rais katika kikao hiki cha baraza la mawaziri, moja kati ya mambo ambayo anakuja kuyatolea msisitizo mkubwa ni kuhakikisha haya mambo ambayo ni kero kubwa kwa wananchi yanakomeshwa, na ndipo mahali ambapo waheshimiwa mawaziri hapa wanakabidhiwa mikoba na majukumu ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kushughulikia masuala haya ya maji. Nitatambua kwamba katika wizara kwa mfano ya ujenzi na uchukuzi, kazi kubwa imefanyika ya ujenzi wa miundombinu. Miradi mikubwa ya ujenzi inatekelezwa katika nchi hii, na tumeona salamu mbalimbali kutoka kwa viongozi barani Afrika na duniani kote wakitambua kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali. Sasa waheshimiwa mawaziri ndio wanabeba hili jukumu kubwa la kuhakikisha wanakwenda kusimamia utekelezaji wa miradi hii. Miradi ya ujenzi kwa mfano ya barabara, nchi yetu hii tumeshuhudia ikijenga mradi mkubwa kabisa wa takriban shilingi trilioni 1.02 wa ujenzi wa reli ya kisasa, yani standard gauge kutoka Dar es Salaam kuja Makotopola, lakini baadaye iunganishwe kwenda Mwanza, kwenda Kigoma na nchi jirani Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda. Kazi kubwa inaendelea kufanyika na dhamira ya serikali ni kwamba mradi huu ukamilike, kwa sababu ni moja kati ya miradi ambayo italeta mageuzi makubwa katika uchumi wetu wa Tanzania. Tunaambiwa ujenzi wa reli tayari hivi sasa kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro umeshazidi 90%. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa. Sasa Mheshimiwa Rais anakuja kuwataka waheshimiwa mawaziri katika maeneo haya kuhakikisha wanatia msisitizo mkubwa miradi hii inakamilika kwa wakati, wa Tanzania waanze kunufaika haraka iwezekanavyo. Lakini pia maeneo mengine kama utakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais katika kipindi chake hiki ametilia mkazo mkubwa sana katika ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo Wizara ya Fedha na waziri wake Mheshimiwa Dr. Philip Mpango wanayo majukumu makubwa, na katika vikao hivi vya baraza la mawaziri ndiko ambako maamuzi makubwa ya kutekeleza haya mambo makubwa yanafanyika. Sasa wizara kama ya Fedha na Mipango ikiwa imefanya kazi kubwa ya kuongeza mapato ya nchi yetu ya kutoka shilingi bilioni 850 hadi kufikia makusanyo ya takriban shilingi trilioni 1.5, tena wakati mwingine mpaka yanafika trilioni 1.9. Hii sio kazi ndogo kukusanya kiasi hicho kikubwa cha pesa kwa mwezi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais anakuja kusema kwamba tunahitaji nchi yetu ikusanye mapato yote yanayostahili bila kuwaonea watu. Kama ni kodi, ikusanye kodi halali, watu walipe kodi halali, na kodi hii iende ikatekeleze miradi mikubwa ya nchi yetu, miradi ya maji, ujenzi wa barabara, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa hospitali, na kwa kweli kazi kubwa imefanyika, na ni baraza hili la mawaziri ndilo linapitisha maamuzi hayo makubwa ya kuhakikisha miradi hii inafanyika. Kwa mfano katika sekta hii ya afya, utakumbuka katika miaka hii mitano zimejengwa hospitali zaidi ya 70, hospitali zaidi ya 70 na nyingine zikiwa katika mchakato wa ujenzi, takriban hospitali 90 zimejengwa. Hii ni kazi kubwa na maamuzi haya yanafanyika katika baraza hili la mawaziri. Hospitali hizi zinakwenda kuwahudumia Watanzania na kuonesha kwamba hii si kazi ndogo. Niwakumbushe tu Watanzania kwamba nchi yetu tangu ipate uhuru mpaka mwaka 2015 ilikuwa imejenga hospitali 77 tu, lakini katika kipindi cha miaka mitano zimejengwa hospitali mpya takriban 90. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani kazi kubwa inafanywa, na maamuzi haya yanaanzia huku kwenye baraza la mawaziri. Baraza la mawaziri likishaamua, wabunge wakishapitisha bajeti, fedha zinatolewa, ni waheshimiwa mawaziri hawa ndio wanaokwenda kushirikiana na viongozi wengine wa serikali, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri na watendaji wengine serikalini kuhakikisha pesa zinazoidhinishwa zinakwenda kufanya kazi inayotakiwa. Katika sekta hii ya afya unaweza kushuhudia vituo vya afya vimejengwa, vituo takriban 500, 400 na kitu hivi. Sasa hivi ni vituo vingi sana vinajengwa, na hivi vyote vinakwenda kuwahudumia Watanzania, na si vituo vya afya majengo, ni vituo vya afya ambavyo vina dawa, vina vifaa tiba, upasuaji unafanyika kwenye vituo hivi, lakini pia dawa zinatolewa Watanzania. Mtakumbuka katika serikali hii ya awamu ya 5 iliyokuta bajeti ya dawa inatolewa kwa kiasi cha shilingi bilioni 31, imeongeza bajeti hiyo ya dawa hadi kufikia shilingi bilioni 270. Hizi ni pesa ambazo zinakwenda kununua dawa kwa ajili ya kuwapa Watanzania watibiwe. Kwa hiyo huendi hospitali ama kituo cha afya ama zahanati kwenda kumwona daktari na majengo tu, lakini pia unahudumiwa katika hospitali iliyokuwa na vifaa, lakini pia na wataalamu, lakini zaidi hapo unapata dawa ambazo zinauzwa kwa gharama nafuu, na Watanzania sasa mnaondokana na ile shida kubwa ya kwenda kuuziwa dawa nyingine zikiwa ni hafifu ama zikiwa zinauzwa kwa gharama kubwa kutoka kwenye vituo na taasisi binafsi. Lakini haya yote yanafanywa na serikali kwa ajili ya kuwapa nafuu Watanzania,
Kwa hivyo serikali inatoa huduma, taasisi binafsi pia zinatoa huduma, lakini jukumu la kwanza ni la serikali kuhakikisha inawapa Watanzania huduma za afya, huduma za maji, huduma za barabara, miundombinu, usafiri na vingine vingi, kazi ambayo inafanyika kwa nguvu kubwa, na waheshimiwa mawaziri hawa ndio wamekuwa kiungo kikubwa cha kuhakikisha kazi hizi zinafanyika vile inavyotakikana. Nimekueleza wizara mbalimbali na sekta mbalimbali ambazo waheshimiwa mawaziri hawa ndio wanakwenda kubeba jukumu la kutekeleza. Tunayo wizara kama wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Profesa Joyce Lazaro Ndalichako amefanya kazi kubwa katika miaka 5 iliyopita tangu alipoteuliwa kwa waziri, na Mheshimiwa Rais imempendeza safari hii pia amteue katika wizara hii, na yupo tayari humu ndani katika kikao hiki cha baraza la mawaziri cha kwanza katika awamu hii ya pili ya uongozi wa serikali ya awamu ya 5. Bila shaka naye anakuja sasa kutekeleza kazi nyingine kubwa. Mtashuhudia kazi kubwa iliyofanywa katika ujenzi wa miundombinu ya elimu, ununuzi wa vifaa katika shule zetu, usimamizi wa ubora wa elimu, udhibiti wa vyuo ambavyo vilikuwa havitoi elimu inayotakiwa, na udahili wa wanafunzi wa hovyo hovyo. Tumeshuhudia katika eneo hili wanafunzi wa Tanzania wakipewa mikopo mikubwa, mikopo iliyoongezeka hadi kufikia zaidi ya shilingi bilioni 450. Watanzania zaidi ya 125,000 wanapata mikopo katika vyuo vyetu vya elimu ya juu. Hili si jambo dogo, lakini usimamizi mkubwa ukiwa unafanywa na wizara hii ya elimu, sayansi na teknolojia chini ya Profesa Joyce Ndalichako, waziri katika serikali hii, akiwa anahakikisha kwamba mambo yanakwenda vile inavyotakikana. Lakini pia kusimamia masuala ya ujenzi wa vyuo. Tumeshuhudia vyuo vikiwa vimekarabatiwa, shule kongwe zimejengwa katika maeneo mbalimbali. Kulikuwa kuna hali ambayo ilikuwa kama vile inakatisha matumaini. Shule zimechakaa, vyuo vimechakaa, unampeleka mtoto shule hadi roho yako haipendi. Lakini hii leo katika shule za serikali na vyuo vya serikali unashuhudia Watanzania wanagombea watoto wao kwenda huko. Shule hizi ufaulu wake umepanda, watoto wanafanya vizuri mitihani yao, zinashindana vizuri na shule binafsi ambazo zilikuwa zinafanya vizuri. Ni jambo jema kwa shule binafsi kufanya vizuri, lakini haikuwa jambo zuri kwa shule za serikali kuwa zinafanya vizuri. Nakumbuka huko ndiko ambako Watanzania wanakwenda kusoma. Lakini jambo kubwa katika eneo hili, serikali hii ya awamu ya 5 katika kipindi kilichopita kupitia wizara hizi imeweza kuhakikisha mchakato wa kutoa elimu bure unafanyika kwa ufanisi, na Watanzania wanasoma kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari bila kulipa karo ya shule. Hili halikuwa jambo dogo, ni jambo kubwa na limefanyika kwa manufaa makubwa. Na bila shaka leo Mheshimiwa Rais anapokuja kusisitiza, anapokuja kukutana na waheshimiwa mawaziri hawa, anakuja kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha haya ambayo serikali ya awamu ya 5 iliyadhamiria na kuanza kuyatekeleza yanafanyika kwa ufanisi mkubwa. Nimekusimulia wizara nyingine kama wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambayo pia imefanya kazi kubwa. Watanzania hii leo wanaweza kupata hati za umiliki wa ardhi zao katika mikoa wanakoishi. Hili halikuwa jambo dogo, lakini pia dhuluma dhidi ya Watanzania ambao katika miaka mingi iliyopita wamekuwa wakidhulumiwa ardhi zao. Mtu mwenye nguvu zake za kipesa anayeweza kutumia madaraka anakwenda na mdhulumu mtu Mtanzania. Mheshimiwa Lukuvi amefanya kazi kubwa kuhakikisha katika wizara hii mambo yanakwenda. Naona sasa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakaribia kuingia katika ukumbi huu wa baraza la mawaziri hapa katika ukumbi wa mikutano wa kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mheshimiwa Rais punde ataingia humu ndani tayari kabisa kwa kuongoza kikao hiki cha kwanza cha baraza la mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kikao cha kwanza katika awamu hii ya pili. Na hii leo kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais anakuja kuongoza kikao hiki kikiwa na waheshimiwa mawaziri na waheshimiwa naibu mawaziri. Mheshimiwa Rais anakuja kuongoza kikao hiki pamoja na wajumbe wengine wa baraza la mawaziri kama nilivyokueleza, akiwemo makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tutashuhudia hapa mjumbe mwingine akiapishwa humu ndani, lakini pia Mheshimiwa Rais atakuwa na hao waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri. Naona sasa Mheshimiwa Rais anaingia mle ndani, kuongoza kikao hiki cha baraza la mawaziri. Bila shaka itifaki ya kwanza sasa itafanyika, na hebu sasa tusikilize utaratibu ulioandaliwa kwa ajili ya kutekeleza itifaki hii. Kabla ya kuingia mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri, hapa mbele ya Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiapo cha kudumisha muungano na
kiapo cha kuhifadhi. Kwa heshima na taadhima, naomba tuanze. Kiapo. Hussein Ali Mwinyi. Mimi Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria, na kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitaitetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, na hapa kwamba katika kutekeleza kazi zangu kama mjumbe wa Baraza la Mawaziri la Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitotoa siri za Baraza la Mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Naam, mtazamaji wa matangazo haya kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, aliyekuwa na hapa ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na hii ni kwa mujibu wa taratibu za Baraza la Mawaziri kwamba yeye ni mjumbe wa Baraza la Mawaziri. Kwa hivyo kabla ya kushiriki kikao hiki lazima kwanza aapishwe, na tayari zoezi hilo limefanyika akiwa ameapishwa pale mbele ya Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, na anapigiwa makofi sasa kumpongeza kwa kazi nzuri ambayo anakwenda kuifanya, na kwa kuapishwa sasa kuwa mjumbe rasmi wa Baraza la Mawaziri. Jambo, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuapishwa kwake na kuwa mjumbe wa Baraza la Mawaziri la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpongeze sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwinyi, karibu sana, karibu kwenye kikao chetu. Mheshimiwa wajumbe, karibu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa wajumbe wote, basi tuanze kikao chetu. Nilifikiri leo tukutane hapa wote ili tupewe mwelekeo, lakini kwa ujumla mumeanza vizuri sana. Hongereni sana. Haya, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti. Naam, mtazamaji wa matangazo haya kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri, akiwa tayari anaanza jukumu lake la kuongoza kikao cha Baraza la Mawaziri hii leo tarehe 16 Disemba 2020, kikao cha kwanza cha Baraza la Mawaziri tangu kuanza kwa awamu ya pili ya serikali ya awamu ya tano. Wako waheshimiwa mawaziri ambao leo ndio wanahudhuria kwa mara ya kwanza, lakini pia naibu mawaziri wanahudhuria kwa mara ya kwanza, na pia wajumbe wengine kama ambavyo mmeona wenyewe awali kabisa. Mheshimiwa Rais ameshuhudia kiapo kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Basi sisi Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais
Hadi hapo tuseme hatuna la ziada kutoka hapa ukumbi wa kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma, tulipokuletea matangazo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania ya kikao cha baraza la mawaziri, na mkiwa mmeshuhudia sasa kuanza kwa kikao hiki hii leo. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya timu nzima ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gaston Msigwa. Asanteni kwa kufuatilia matangazo haya.